Naitwa Kasisi Jacob Mulanda kutoka Diocese ya Malindi, Parokia ya All Saints Mtwapa. Mimi ni msimamizi wa kikundi cha wajane na wagane ambacho tulianzisha pale kanisani ya All Saints Mtwapa, na nimekuwa mgane kwa miaka 8. Mwaka huu mwezi wa 6, tarehe 6 mwezi wa 6 ndio nilikuwa nahitimisha miaka 8 tangu kuwa mgane. Na nimeona kwamba kulikuwa kuna changamoto nyingi sana ambazo zilikuwa zinaendelea kwa wagane. La kwanza ni kwamba wao hawajitokezi, na ni kwa sababu mara nyingi wanaoa haraka, na katika ile haraka ya kuoa ndiko hapo wanajipata kwamba wako katika shida zaidi kuliko zile ambazo wanafikiri wanaziepuka, kumbe ndio wanajiingiza ndani katika shida. Na mimi haswa changamoto zangu zilikuwa tofauti kidogo, kwa sababu mimi nilipata watoto kuchelewa, na baada ya kupata mtoto wa kwanza tarehe mwaka 2015, 2017 nikapata wa pili, halafu baada ya siku 8 mke wangu akaaga dunia. Kwa hivyo nilikuwa na watoto wadogo ambapo singefikiria kwamba ingekuwa jambo la muhimu, ijapokuwa kuna ile himizo au msukumo wa kwamba nioe haraka ili nipate mama wa wale watoto. Lakini nikafikiria kwamba zile shida ambazo watoto wamepata kupitia kwa mama wa kambo, nikaogopa, nikaona kama vile nilikuwa nimekaa miaka 13 bila kupata mtoto. Halafu nimepata watoto, nimeachwa na mimi na watoto, mama ameenda, halafu mtu aje ambaye hajui historia yake aanze kuwatesa. Nikaona kama mimi sitaweza kufikiria kuoa haraka. Kwa hivyo nikaamua kwamba mimi nilee watoto wangu vile walivyo, na nashukuru Mungu kufikia sasa mtoto wa kwanza yuko grade 4, wa pili yuko grade 2, na wanaendelea vizuri, na bado sijaoa. Na kitu kile ambacho kimenisaidia sana ama msukumo wa kusimama imara katika ni kuangalia ile hali ya watoto wangu. Nikiwaona wana furaha na nikifikiria ile furaha ambayo natarajia wawe nayo, basi jambo la kuleta mwanamke mwingine hapo katikati haliji kwa uzito sana. Japo msukumo upo na nafahamu ni muhimu, lakini naona kwamba ningependa nichukue hatua hiyo wakati ambapo watoto watakuwa wamekuwa wakubwa, wanaweza wenyewe kuja kuniambia, dadi, huyu ameniambia hivi, huyu amenifanya hivi. Basi nafikiri hapo, maanake mimi ninaweza kuamua kuoa, lakini wale hawana uamuzi wowote ambao wanaweza kufanya isipokuwa kufuatilia ule wangu. Kwa hivyo jambo hilo na kumtegemea Mungu katika hiyo hali ndio imeniwezesha kusimama mpaka wakati huu. Nimelea hao watoto peke yangu, na nina furaha sana vile ambavyo Mungu amenisaidia. Na pia nilichukua fursa hiyo. Waingereza walisema kwamba ukipewa malimau mengi, basi wewe tengeneza ile inaitwa lemonade. Kwa hiyo mimi nikaamua kwamba badala ya kukaa na ile hali ya uchungu, nikae nikihamasisha watu kuhusu yale maisha ya ugane na shida zile ambazo wanapitia wajane, maana pia nazifahamu, ili kufahamisha watu kwamba ni muhimu kuangalia vizuri na tusije tukawahukumu, kwa sababu mara mtu akioa haraka anaambiwa inaonekana labda alikuwa ako naye, akikawia kuoa naambiwa hivi na vile. Kwa hivyo nikaona kwamba nichukue nafasi hiyo, na hakuna mtu mwingine ambaye angeweza jambo kama hilo isipokuwa mimi, ambaye mimi mwenyewe nimepitia hiyo hali. Na ndio maana hata leo niko hapa kujaribu kuona ndugu zetu wa Tanzania wanafanya vipi hilo jambo, ili tuone kile ambacho tunaweza tukachukua pia na sisi hapa, halafu tukajaribu kule tusaidiane katika hii huduma ya kuangalia wagane na wajane. Ni kuambia kwamba kuvumilia ni kwema, kwa sababu hii haraka ya kukimbilia ndio ile ambayo inafanya watu wengine wanaingia katika mashimo. Kwa sababu kama mimi sisemi kwamba eti sina huo msukumo. Kuna watu ambao pia wananifuata, lakini kila mtu anakuja na ajenda yake. Kuna wengine wanafikiria labda uko na mali, wanataka hivyo, wanaona huyu ni mtu ako na shida, hii inaweza kaenda kumsaidia, lakini haifai. Haswa kama uko na watoto wadogo, ni vizuri kuvumilia ili watoto wawe na nafasi yao katika maisha ambayo wanastahili kuipata.